Mungu alipotaka kumpa Adamu mke, ilibidi ampeleke kwenye usingizi kwanza. Alipolala ndo akafanya ufundi wake. Mimi ninaamini kuna kitu alikuwa na communicate na sisi, kwamba inapokuja kwenye issue ya kuoa na kuolewa, jifunze kulala, jifunze kurest, punguza mahangaiko. Hata maombi unapoyafanya, yafanye kama mtu mwenye pumziko kwenye moyo wake. Hautampata mtu wako kwenye mang'ang'ano, hautampata mtu wako kwenye mahangaiko. Mwenza wako utampata kwenye pumziko. Mioyo ya watu wengi ikiwaza habari za kuoa na kuolewa inadunda hivi. Watu hawana pumziko, mtu wa Mungu. Nitafanyaje kuhusu mume? Nitafanyaje kuhusu mke? Kwa wengine umri umeenda sana. Kwa wengine ni pressure ambazo wanapewa na ndugu zao. I believe kwamba hofu zilizo kwenye mioyo ya watu ni moja kati ya vitu ambavyo kwanza vinaweza kuzuia sana kumsikia Mungu anapokuletea mtu sahihi. Watu wa Mungu, kumwamini Mungu ni kuwa na pumziko la moyo. Imani ni pumziko la moyo. Unapoamini una pumziko kwenye moyo wako. Nimeomba, nimefanya ninayopaswa kufanya. Jambo langu lipo kwenye mikono ya Mungu. Maandiko yanasema anajishughulisha sana na mambo yangu. Na kama anajishughulisha sana na mambo yangu, manake hili jambo analifanyia kazi. Na kipimo changu cha imani kwamba analifanyia kazi ni pumziko nalokuwa nalo kwenye moyo wangu. I will not be stressed over this matter. Upeleke moyo wako kwenye usingizi, uambie moyo wako lala. Mungu akutana na wewe mahali pa pumziko, mahali pa amani ya moyo. Haina maana kwamba usichukue nafasi yako ya uwajibikaji na kufanya ya kupasayo, ila fanya hayo yote kutokea kwenye moyo wa pumziko.